Jana tumeona kwa habari ya yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12, na niruhusu tu nitakwenda taratibu, nataka unielewe. Nilisema ndani ya wiki hii kuna kitu Mungu atakwenda kutenda katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu anakwenda kutenda jambo katika maisha yako. Jana tumeanza kwa kuangalia habari za yule mama aliyetokwa na damu miaka 12. Aliteseka, kagharamia vitu vyote alivyonavyo, lakini aliposikia habari za Yesu akakusudia moyoni wake, akasema nikienda nikigusa vazi lake nitakuwa mzima. Na Yesu akasema kwamba alipoguswa nguvu zimemtoka. Akaanza kuuliza ni nani amenigusa? Nikakwambia ili umuone Mungu lazima ufanye kitu cha tofauti na wengine jinsi wanavyofanya. Kwa wale ambao hawakuwepo jana nilizungumza, ukifanya mambo ya kawaida siku zote utapata matokeo ya kawaida. Ukifanya mambo ya kawaida siku zote, anayefanya kawaida huwa anapata matokeo ya kawaida. Kama wenzako wanauza hoteli, wanapika vitumbua, wanapika mandazi, na wewe umefungua hoteli maeneo yale ama mgahawa, halafu unapika vile vile kama wanavyopika wengine, nataka nikwambie matokeo yako yatakuwa ni yale kama wanaopata wengine waliopangana nao. Au inawezekana hao wengine wakakuzidi, halafu wewe ukapata matokeo chini zaidi. Kwa hiyo ili upate matokeo makubwa zaidi, ni lazima ufanye zaidi kuliko wanavyofanya wengine. Ufanye tofauti kidogo. Bwana asifiwe sana. Ufanye tofauti kidogo na jinsi wanavyofanya wengine. Chochote katika maisha, ukitaka kuona matokeo makubwa lazima ufanye zaidi kuliko wanavyofanya watu wengine. Nilikwambia jana kwamba yule mama alikuta kuna umati mkubwa wa watu wamemzunguka Yesu, lakini yeye aliyetoka mbali akafika pale akagusa pindo la vazi la Yesu, na mara akawa mzima pale. Maana yake amefika siku ya kwanza, amefika saa ile na akapokea muujiza wake. Na kuna watu wamekaa pale siku zote wanatembea na Yesu hawajapokea muujiza yao. Ndicho kitu ambacho tunapaswa kukifanya katika wiki hii. Ufanye kitu cha tofauti ambacho kitamgusa Yesu. Unaweza kushangaa watu walikaa muda mrefu mahali hapa, wewe ambao ukifanya kitu hicho ukapokea muujiza wako na Mungu akakugusa na kukuinua, wakabaki wanashangaa na kuulizana, alikuwa hivi huyu? Na watabaki na historia ya kwako kwamba alikuwa namna hii. Yule mama alibaki na historia yake mpaka kina Marko wakaandika kwamba alikuwa na miaka 12 atokwa na damu. Walibakiza historia kwamba alikuwa akitokwa damu miaka 12. Lakini baada ya kufika kwa Yesu na kufanya kitu cha tofauti tena kwa imani, Yesu akamtendea muujiza, akapokea muujiza wake. Manake hali yake kabaki kuwa ni historia. Leo nataka tujifunze, nikwambia kwa habari ya madhabahu. Nguvu ya madhabahu. Kama unaandika andika nguvu ya madhabahu. Mwambie jirani yako nguvu ya madhabahu. Saidia kumwambia mwingine nguvu ya madhabahu. Na mwambie baada ya semina hii mimi sitabaki nilivyo. Unavyoniona leo si kesho, sivyo nitakavyokuwa kesho wala mwakani. Sema amen. Andika nguvu ya madhabahu. Niende taratibu kidogo ili tuweze kuelewana. Madhabahu ni kitu gani? Madhabahu ni nini? Madhabahu ni nini? Madhabahu ni mahali ambapo pamefanyika maalumu. Ni mahali ambapo pamefanyika maalum kwa ajili ya ibada za kimungu au miungu. Madhabahu ni sehemu au ni mahali ambapo pamefanyika maalum kwa ajili ya ibada za kimungu au miungu. Haiwezekani ukafanya ibada ya kumwabudu Mungu aliye hai pasipo madhabahu, au kuabudu miungu, kufanya ibada kwa miungu bila kuwepo kwa madhabahu. Kwa hiyo madhabahu ni mahali ambapo panatengenezwa maalum kwa ajili ya kufanyia ibada kwa Mungu aliye hai au kwa miungu. Lakini sisi tunajifunza kwa habari ya Mungu. Madhabahu, hiyo ni madhabahu. Ni kama hapa leo tulipokusanyika, tunasema hii ni madhabahu kwa sababu tunakusanyika mahali hapa kwa ajili ya kuliitia jina la Mungu aliye hai na kumwabudu na kufanya ibada. Hii ni madhabahu.
Wachawi na waganga na wao wana madhabahu zao ambazo wanaabudu na kufanya ibada kwa miungu yao, kwa mizimu yao. Wana sehemu zao, hizo nazo zinaitwa madhabahu. Ila wao wengine wanasema ni vilinge. Unasikia msema kama kilinge cha mganga, hizo ni madhabahu. Hiyo ndio maana ya madhabahu. Leo nazungumzia nguvu ya madhabahu. Madhabahu ni neno linalotokana na lugha ya Kiebrania, linatamkwa mizbeh. Mizbeh spelling zake ni M-I-Z-B-E-H. Mizbeh. Maana yake neno hili mizbeh, moja, ni mahali pa kutolea dhabihu. Madhabahu ni mahali pa kutolea dhabihu. Lakini mbili, madhabahu ni mahali ambako mawasiliano kati ya dunia na ulimwengu wa roho inafanyika. Madhabahu yoyote, iwe ya Mungu aliye hai au madhabahu ya miungu, ni mahali ambapo kunafanyika mawasiliano kati ya dunia, ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Kupitia madhabahu kunafanyika mawasiliano pale. Madhabahu pia ni mahali ambapo watu hupata nguvu za kiroho. Kama ni kanisani kama hivi, tunapokuja kanisani kufanya ibada kupitia madhabahu, tunapokea nguvu za kiroho. Wala wengine wanakwenda kule uchawini kwenye vilinge vyao, wanakofanya ibada zao na kutoa makafala kwenye madhabahu zao kwenye vilinge vyao, wanapokea nguvu za kipepo za giza katika ulimwengu wa roho kupitia madhabahu. Kwa hiyo utaanza kuona madhabahu ni kitu cha muhimu kiasi gani. Madhabahu, nazungumza kwa habari ya nguvu ya madhabahu. Madhabahu pia ni mahali ambapo kuna lango la kuingilia katika ulimwengu wa roho. Madhabahu ni mahali ambapo ni lango la kuingilia katika ulimwengu wa roho. Pia zile madhabahu za giza kwenye vilinge vyao, kwenye madhabahu zao pale, ni mahali ambapo wanaingilia katika ulimwengu wa giza wa kiroho. Kuna mtu ananielewa vizuri? Tunakwenda pamoja? Amen. Au kuna sehemu nimekuacha? Mimi niko Shilabela, niko Bwalala huko Mobasabi. Tuko pamoja? Haleluya. Kwa hiyo unaanza kuona madhabahu ni kitu cha muhimu kiasi gani. Leo nazungumzia nguvu ya madhabahu. Na ndio maana nikasema mwisho wa semina hii, kuna mahali unakwenda. Kuna mahali unakwenda kwa jina la Yesu. Kuna mahali unakwenda kwa jina la Yesu. Hautabaki vile ulivyo. Waliokudhania utachomoka pale, unachomoka katika jina la Yesu Kristo. Waliodhani utatoka, unatoka kwa jina la Yesu Kristo. Maana mtu umejifunza jambo hili na ukalielewa ndani yako, anasema Yesu ya kwamba mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Wiki hii ukawekwa huru kwa jina la Yesu, baada ya kufahamu kweli ya kwamba ziko madhabahu ambazo zinatamka mabaya juu yako, ziko madhabahu ambazo zinatamka laana juu yako. Ukishafahamu ile kweli, unajiungamanisha na madhabahu ya Mungu aliye hai, unaziangusha zote katika jina la Yesu Kristo. Kama una amani, sema napokea kwa damu ya Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Na kuna madhabahu za aina mbili tu. Ni madhabahu ya Mungu na madhabahu ya shetani. Full stop. Kuna madhabahu nyingine tofauti hapo. Kuna madhabahu za aina mbili, ya kimungu na madhabahu ya kishetani. Kuna madhabahu ya kimungu na kuna madhabahu ya kishetani. Sasa ili kufanikiwa katika maisha yako, katika jambo lolote, hauwezi kufanikiwa pasipokuwa na madhabahu ambayo unaitumikia. Mwanadamu yeyote katika dunia hii, aidha yupo upande wa shetani au yuko upande wa Mungu. Asikudanganya mtu ya kwamba mimi kwa waganga huwa siendi, wala kanisani siendi, kwa hiyo nipo katikati. Uongo. Huyo kama haendi kanisani, maana yake yuko kwa shetani. Kama mtumiki Mungu, maana yake upende usipende, utatumikia ulimwengu wa pili, ulimwengu wa shetani. Haleluya. Na ili uweze kuona baraka zako, ili uweze kufanikiwa, lazima uwepo na madhabahu yenye nguvu ambayo itakuombea, itakutetea, itakupigania, ili uweze kuziona baraka
baraka zako. Pasipokuwa na madhabahu yenye nguvu, manake ziko madhabahu za Baali, ziko madhabahu za wachawi, zitaweza kukumbusha, hawataweza kufika popote. Unahitaji kuwepo na madhabahu ili uweze kuona baraka katika maisha yako. Bila madhabahu uweze kufika popote. Mwambie jirani yako, sema bila madhabahu baraka utazisikia tu. Ndio maana nazungumza leo nguvu ya madhabahu. Tunaelewana vizuri? Kuna mtu anaelewa vizuri? Tangu mwanzo watu wa Mungu walijua kanuni hiyo. Maana huwezi kupata connection, mawasiliano, muunganiko wa kimungu bila kuwepo madhabahu. Kama hakuna madhabahu, hakuna mawasiliano kati yako na Mungu. Lazima kuwa na madhabahu. Madhabahu ni kiunganishi kati ya mtu na Mungu. Na hizi madhabahu zina makuhani. Tutaangalia vizuri na kuendelea. Madhabahu zina makuhani. Makuhani leo kwenye madhabahu ya Mungu unaona ndio mitume na manabii. Madhabahu katika upande wa Mungu ndio hao wachungaji. Madhabahu katika upande wa Mungu ni hao walimu ambao wanakuchunga. Mchungaji wako mahali hapa, imani pasoya, huyo ndiye kuhani wa madhabahu ya Mungu mahali hapa. Sema amina. Sema amina. Madhabahu zina makuhani. Tangu mwanzo alifahamu hilo. Mwanzo 28:16. Mwanzo 28:16. Mwanzo 28:16. 28:16 kitabu kile cha Mwanzo. 28:16 mpaka 22. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Hebu mwambie jirani yako, kweli Bwana yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. Nakwambia Bwana yuko mahali hapa, hata kama ulikuwa hujui, wiki ufahamu ya kwamba Bwana yuko mahali hapa. Maana ametokea kwa wengi, amewasaidia wengi, amewatetea wengi. Bwana yuko mahali hapa, na wiki hii anakwenda kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi umesumbuka, umepitia hali gani, Bwana yuko mahali hapa na anakwenda kutenda kwako. Yakobo anasema, kweli Bwana yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitoa lile jiwe aliloweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Huyo ni Yakobo akiwa katika safari yake, anakimbia ndugu yake Esau. Baada ya kumefanya udanganyifu kwa nyumbani, akwepa kwamba pengine Esau anaweza kuleta madhara kwake. Akiwa njiani sehemu moja inaitwa Luzu, usiku inasema Biblia, akaona malaika wakipanda na kushuka. Alipoamka akasema, hakika mahali hapa pana Mungu, wala mimi sikutambua. Biblia inaeleza vizuri ya kwamba Yakobo alichokifanya, alitengeneza kitu pale, alimjengea Bwana madhabahu. Maana alijua kabisa mahali hapa Mungu yuko mahali hapa. Akatengeneza mawe vizuri, ili ya kwamba wakati mwingine anapofika pale atamwita Mungu, na akabadilisha jina la mahali pale, akasema hapa pataitwa Betheli, maanake lango la mbinguni, au ni nyumba ya Mungu. Alifahamu kabisa kwamba kumbe ni kuendelea kuwasiliana na Mungu lazima nijenge madhabahu. Ili uone Mungu kwenye maisha yako lazima ujenge madhabahu. Uwe na madhabahu ambayo itakusaidia kukuconnect, kukuunganisha kati ya wewe na Mungu. Pasipo madhabahu utabaki hewani, na ukibaki hewani shetani atapita na wewe. Sema amina. Wakristo wengi leo maisha yao ni ya kawaida, maana hawajui umuhimu wa madhabahu. Wakristo wengi leo maisha yao ni ya kawaida kwa sababu
hawajajua umuhimu wa madhabahu. Hawajajua umuhimu wa madhabahu. Lakini laiti kama ukitambua umuhimu wa madhabahu, na kuhakikishia utabaki vile ulivyo. Na ndio lengo la semina wiki hii, tukajifunza na kutambua umuhimu wa madhabahu na jinsi ambavyo madhabahu inaweza ikatupigania. Sema amina. Siku zote elewa kwamba usipotumikia madhabahu ya Mungu aliye hai, utatumikishwa na madhabahu ya shetani. Utatumikishwa na madhabahu ya ukoo wa kwenu. Utatumikishwa na madhabahu ya familia ya kwenu. Usipotumikia madhabahu ya Mungu aliye hai, usipojiungamanisha na madhabahu ya Mungu aliye hai. Wewe hujawahi kuona mtu anasali kanisani halafu yule haachi uzinzi? Na sio kwamba anapenda, hapendi kabisa hata yeye. Leo amekwenda mezini na DJ, amekwenda guest inaitwa kuna guest moja huwa anaona pale ukishuka kutoka Nyatotoro inaitwa Telemka nini simama utambae kitu kama hicho. Simama utambae, tambaa usimame guest house. Leo amekwenda na DJ, tambaa usimame guest house. Akitoka kula na kuja madhabahuni anapiga magoti za kulia, Mungu kwa jina la Yesu ninatubu, unisamehe dhambi zangu kabisa, sitarudia tena. Anamwaga na machozi halafu baada ya siku mbili kakutana na Shula, wanakwenda guest Maswa. Unje kuona mwanzo kwamba leo ni ya mwisho kabisa. Yaani leo ni ya mwisho, sirudi tena. Yaani leo sirudi tena, ya mwisho kabisa leo. Hapo kutoka hapa anajifanya kujuta kabisa na naumia kweli. Lakini kila akijitahidi kuacha hawezi. Unajiuliza shida gani huyu? Usihangaike kujiuliza mara mbili, kuna madhabahu ambayo inamuongoza. Sisi watu tumeumbwa ili kuabudu. Sasa usipomwabudu Mungu utamwabudu shetani automatically pasipo kutaka. Sema amina. Unajua mwanadamu ni kama gari. Mwili mtu ni nani? Mtu ni roho anayo nafsi, anakaa ndani ya mwili. Mtu ni roho anayo nafsi, anakaa ndani ya mwili. Mwili ni nyumba tu. Mwili huu ni nyumba. Ndio maana mtu akifa tunasema tunaaga mwili wa Masanja. Sasa jiulize, Masanja kaenda wapi? Kama huu ni mwili wa Masanja kaenda wapi? Mwanadamu ni roho anayo nafsi, anakaa ndani ya nini? Sasa hili ni mwili, hili huwa halina uamuzi, hili linahitaji kuongozwa, kutiishwa na uwezi binafsi pasipokuwa na madhabahu ambayo ni ya Mungu aliye hai ambayo itakuongoza. Kama hakuna madhabahu ya Mungu aliye hai na kuongoza maisha yako, manake kuna madhabahu nyingine itakayoongoza maisha yako. Maana mwili kama gari unaongozwa na dereva. Gari haiwezi kaamua kwamba sasa hivi nataka niende Mwabasabi. Gari haiamui yenyewe kwamba sasa hivi nataka niende Shirabela, nataka niende Mwanza, niende Katoro. Unashangaa inaanza kuondoka kwenda hapana. Aliyeko ndani kwa maana dereva ndiye anaamua kwamba sasa hivi naelekea Katoro, ndio gari inafanya nini? Inakwenda. Kula ambako dereva anaamua kwenda ndipo gari itakapokwenda. Sasa kama ndani yako haujajiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai, manake madhabahu ya familia, madhabahu ya ukoo, madhabahu za kichawi, madhabahu za kiganga ndizo ambazo zitakuwa ni dereva ndani ya maisha yako. Kwa ufupi, mwanadamu ana madereva wawili. Dereva wa kwanza ni Mungu, dereva wa pili ni shetani. Kama ndani yako kuna dereva ambaye ni Mungu, basi ujue kuna shetani. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Unaona dereva na anaenda sehemu, anaendesha gari. Akifika sehemu labda na njana, alipaki kwanza gari. Halafu au kama amefika kituo cha mwisho, anashusha mizigo iliyopo kwenye gari. Halafu anateremka, anakwenda kama ni kwenye mgahawa, anakaa. Anaanza kunywa nini? Anakunywa chai na mandazi na chapati, au anakunywa na kahawa. Kama hajazima gari, wanasema meta sense gari yake inafanya nini? Inaunguruma. Sawa sawa. Yeye wakati amefanya nini? Ameshuka, yuko pembeni. Na gari pale halina uamuzi wote wa kufanya nini kilifanya ile gari.
Unanielewa vizuri? Akimaliza kunywa kahawa, dereva anapanda kwenye gari, anawasha gari nini, linaenda safari. Ndivyo maisha ya watu wengi ambao ndani yao kuna madhabahu zinawaongoza. Unashangaa na tabia fulani hajawahi kuacha siku zote, anakaa anajutia. Nimekuambia mfano wa mzinzi, ametoka amezini na kanisani na sala na kwenda kanisani. Amemaliza kuzini, halafu manake sasa kule kuzini ni shetani sasa. Ile madhabahu inamuongoza. Yule pale adisha, anakwenda unajua mamdogo si hivi na hivi unapendeza. Unajua sili silali na kuona kwenye bilauli kama amekuwa mchawi basi. Sili wakati nakula matonge anakata mpaka atengeneza tela kwa nyuma hivi. Anatoboa na katikati atengeneza mtumbo wa ili mchuzi nini usitoke. Halafu manake pa sasa madhabahu ile inamuongoza, inampeleka gesi. Yule ni leva sasa madhabahu. Ikishamfikisha gesi, akimaliza kuzini, atoka pale, anashangaa, akija kanisani anaanza kujuta, anaanza kulia, Mungu nimekosea, naomba unisamehe, lakini toba ni ya juu na hajaamua kujiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai. Maana yake anavyolia anavyojuta ni kama ile gari. Kuna watu leo wako namna hiyo. Amekuja kanisani lipepo, mapepo madhabahu zinamwacha pale mlangoni, anaingia mwenyewe kanisani. Sasa jamaa kusiacha mzima na hajajiunganisha na madhabahu. Manake kama hujajiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai, zile madhabahu kuzikimbia ni ngumu. Ili uzikimbie na uzishinde, lazima ujiunganishe na madhabahu yenye nguvu kuliko hizo. Sema amina. Haleluya. Unalia unamwambia Mungu nisamehe, na wewe fanya Mungu nimekosa, naomba unisamehe, sitarudia kabisa. Hii ni ya mwisho kabisa, haki ya mguu mashahidi kiatu. Hii ni ya mwisho kabisa. Jamaa liko tu mimi kuangalia, wewe endelea kuongea tu. Ukitoka kanisani unakuja yawe paka chini. Jamaa linakucheki tu pembeni hivi. Ukitoka lina wewe, maana hauna nguvu zaidi ndani yako ya kulishinda. Sema amina. Sema amina. Unatamani kuja kanisani, lakini madhabahu inakuzuia. Warumi 7:18. Unatamani kuacha dhambi fulani, lakini iko madhabahu inakuvuta na kurudisha. Unatamani kufanya kitu fulani, kuna madhabahu inakuvuta na kurudisha. Warumi 7:18. Nataka nimalizie tukaombe. Na kuna jambo nataka nilifanya hapo, tukajiunganisha na madhabahu jioni ya leo. Warumi 7:18. 7:18 kitabu cha Warumi. 7:18 Warumi. Warumi 7:18. Hakuna mwenye Biblia nisaidie kusoma? Anasema kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, yani kupenda ibada napenda kweli, kupenda kusoma neno napenda kweli, kuacha hiyo dhambi unapenda kweli, kuishinda hiyo tabia unapenda kweli. Paulo anasema kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Nayo umenakaa kwa sababu gani? Kuna madhabahu unakuta kuna wengine kwenye koo zao, wao ni wakuoa na kuacha, ni wakuolewa na kuachika. Kari zao ni ulevi, ni uzinzi, ni tamaa, ni wizi, ni uongo, ni hasira. Hiyo ni roho iko kwenye familia kwao, manake ni madhabahu iliyo kwenye familia yao. Na kwa kuwa huyu mtu hajataka kujiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai ili kuishinda, ndio anasema Paulo kwamba kutaka kutenda mambo mema napenda, lakini siyatendi. Kuja ibadani unakuja kwa kujivuta, unatamani kumtolea Mungu lakini uweze kutoka, kwa sababu kuna madhabahu inakuvuta kurudisha nyuma. Leo kila madhabahu tukaishinde kwa jina la Yesu. Sema amina. Tukajiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai. Uko tayari? Uko tayari? Bwana Yesu nasifiwe. Ukiona jambo kama hilo, ujue kuna madhabahu inakuongoza. Kama nilivyokutajia, ziko madhabahu za ulevi. Yaani kuna familia, kuna maukoo ni ulevi, ni ulevi, ni ulevi. Kuna roho fulani unaona mtu anasema kwamba hata shangazi yake alikuwa hivyo. Zipo kwenye familia.
zile ili kuzishinda unahitajika wewe uwe na madhabahu ndani yako unayotumikia yenye nguvu, na si nyingine ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Jinsi ya kujiunganisha na kwenda kukuelekeza muda si mrefu. Bwana asifiwe. Kuna madhabahu zinaweza kuwa zinamiliki au kutawala eneo. Wafalme wa pili 2:19. Wafalme wa pili 2:19. Ili kuzishinda zile unahitaji kuwa na madhabahu. Hauwezi kushinda hivi hivi kwa akili zako. Ndio maana Paulo anasema anapenda kufanya mambo mazuri, lakini kila nikitaka kufanya siwezi kuyafanya. Ukiwa na madhabahu nyuma yako inayokufuta, hautaweza kufanya mambo mazuri. Utaishia tu kutamani. Utaishia kutamani kuolewa, haitawezekana. Inasema ndio, watu wa mji wakamwambia Elisha, watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia twakusihi, angalia mtumishi wa Mungu nabii, tunakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri, mahali pa mji huu ni pazuri, kama bwana wangu aonavyo, kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai, maji yake hayafai, na nchi huzaa mapooza, na nchi huzaa mapooza. Barikiwa sana. Ishia tu hapo mtumishi wa Mungu. Kuna mahali ziko madhabahu. Hizi madhabahu nimesema kwenye ukoo inaweza ikawepo, kwenye familia inaweza ikawepo. Madhabahu ya kutokuolewa, madhabahu ya kutokuoa, madhabahu ya kutokuzaa, madhabahu za umasikini zinakuwa zimekamata ile familia, zimekamata ule ukoo. Hata mngefanya nini ni vigumu kuzishinda. Mtatembea kila mahali, lakini wacha nikwambie siri kubwa ya kuweza kuzishinda hizi madhabahu. Lazima kuwepo na madhabahu yenye nguvu ambayo itaweza kupigana kinyume chao. Lazima kuwa na moto ambao utashinda moto wa adui kwa jina la Yesu. Lazima leo uje kujiconnect, kujiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai, ili madhabahu zako zikaanguke, madhabahu za bibi zako, za babu zako zikaanguke. Hazitaanguka hivi hivi pasipokuwa na madhabahu yenye nguvu. Yesu akasema ya kwamba huwezi kuingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu ukavichukua vitu vyake pasipo kumfunga kwanza na mwenye nguvu, ndivyo vichukua vitu vyake. Haiwezekani kuangusha misimu ya kwenu. Unahitaji madhabahu yenye nguvu katika jina la Yesu. Sema amina. Yes, amen. Haleluya. Lakini ziko madhabahu ambazo zinatawala maeneo. Tunaona andiko hili, wanamwambia mtumishi wa Mungu Elisha, mahali pa mji huu ni pazuri. Hao acha nikwambie, Geita ni pazuri, Kivukoni ni pazuri, lakini mtumishi wa Bwana, tukianzisha biashara zinakufa, tukianzisha maduka yanakufa, tukifanya hivi tunaharibikiwa, tukianzisha mambo yanakufa. Na kwa neema ya Kristo Bwana amemwinua Pastor Emmanuel Poswea kuja Kivukoni kwa ajili yako. Nataka nikwambie ni madhabahu ambayo wameachilia Kivukoni kwa ajili ya maisha ya kwako, wakamkimbilia mtumishi wa Mungu Elisha. Wacha nikwambie jioni ya leo, una bahati, una heri wewe ambaye umeamua kujisalimisha kwa Yesu. Maana wacha nikwambie Kivukoni ni nzuri, kama ni nzuri, lakini ni maeneo ambayo yanazaa mapooza. Na kwa neema ya Kristo Bwana akamleta mtumishi wa Bwana Emmanuel Poswea mahali hapa, amesimamisha madhabahu kwa ajili yako. Ndio wamekimbilia mahali hapa, na ndani ya wiki hii tunaamua kukimbia kwa Mungu wetu mbinguni kwenye madhabahu chini ya mtumishi wake Emmanuel Poswea. Sema amina. Sema amina. Maana zilikuwepo madhabahu kipindi kile. Hizo madhabahu zilisababisha ile nchi kuzaa mapooza. Ziko madhabahu Kivukoni zinasababisha kuzaa mapooza. Mkianzisha mambo yanakufa, ukishika fedha zinakuisha, magonjwa yanainuka. Unashangaa kile unachokianzisha kinaharibika. Kwa nini? Kwa sababu kuna madhabahu ambazo zimesimamishwa eneo hilo, na ili kuzishinda wa jamaa wakasema haiwezekani. Hatuwezi kwenda kwa mganga wa kienyeji, hatuwezi kwenda kwa Kalumazila. Wacha kwa twende kwa nabii, kwa mtumishi wa Bwana Elisha. Twende ukamweleze mtumishi wa Bwana, mahali hapa ni pazuri sana kama unavyoona, lakini maji yake hayafai na hii hali zinazaa mapooza. Wacha nikwambie jioni ya leo, hii ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Hizo shida zako njoo mahali hapa, umwambie mtumishi wa Mungu Emmanuel Poswea, ndani ya wiki hii nimejisalimisha mwenyewe, nimejaribu kufanya mambo yaendi. Leo nimekuja ili Mungu anisaidie katika jina la Yesu Kristo. Hizo madhabahu zitashindwa, zitaanguka baada ya wewe kukimbilia kwenye madhabahu yenye nguvu.
wana wa manabii walijua kabisa, tukienda mahali pengine haitawezekana. Twende kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, tukashtaki habari ya hali ya ardhi hii, hali ya nchi hii. Walipofanya hivyo kweli, Mungu akatenda. Mtumishi wa Bwana akawaambia, leteni chumvi. Akaenda kwenye chanzo cha maji, akaweka ile chumvi, yale maji akawa matamu, na ile nchi kuzaa mapoza tena. Na kutangazia ndani ya wiki hii ya kwamba mahali popote ambapo palizaa mapoza kwenye maisha yako, kwenye biashara za kwako, wewe fanya kama una manabii, njoo kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, ujiunganishe na madhabahu, halafu one Mungu anachokifanya kwako. Hautabaki vile ulivyo kwa jina la Yesu. Nasema hautabaki vile ulivyo kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi ya shangwe, mgelegele. Haleluya. Amen. Haleluya. Sema amina. Kwenye madhabahu yenye nguvu pekee, kusali kwenye madhabahu yenye nguvu peke yake haitoshi. Naongea na wewe ulioko hapa. Naongea na mtu hapa. Kusali kwa Pastor Paul Swear, Mungu yuko mahali hapa, ni kweli, lakini kuja tu Jumapili na kuondoka haitoshi. Kuna kitu cha ziada unapaswa kukifanya. Lazima ujiunganishe na hii madhabahu. Unaweza tu kuja kusali hapo ukaondoka vile ulivyo na maisha yako yakabaki vile vile, wala sio ajabu. Halafu ukashangaa kuna watu wanasali hapa, wanakuja wakiwa na hali ngumu, wanaondoka wamebarikiwa, na yuko pale pale. Usishangae, maana kuna tofauti. Nikwambia, yule mama, kuna watu waliokuta pale, yeye kaenda akapokea muujiza wake. Kuna watu inawezekana walikuwa na vipanda uso hawajapona, mwenye shida ngumu akapokea muujiza wake. Usishangae ukienda mchezo ukashindwa kujiunganisha na madhabahu ya mahali hapa, wewe ukabaki vile vile miaka yote. Wanakuja watu katika hali ya uduni kabisa, Mungu anawainua, na wewe uko pale pale. Lazima ufanye kitu cha tofauti katika jina la Yesu. Sema amina. Haleluya. Haitoshi kusali tu, haitoshi kuja tu hapa, haitoshi. Lazima ujiungamanishe na hii madhabahu ambayo ni asili ya nguvu. Unajua kwenye umeme wa TANESCO kuna kitu kinaitwa wanaita nini, ile kituo cha kufua umeme, kile kituo kikubwa. Unajua ukiunganisha pale kwenye grid ya taifa, umeme wako utakuwa mzuri. Sema amina. Umeme wako utakuwa mzuri. Hii ni grid ya taifa. Ukija mahali hapo kajiunganisha, maana kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida ambayo ina flow kutoka mahali hapo, itakuja ndani yako na utabaki vile ulivyo. Lakini kama hujachukua waya na kuunganisha mahali hapa, unabaki vile vile siku zote, unaingia na kutoka huko vile vile. Wachawi na waganga wana uhusiano wa karibu na madhabahu zao wanazozitumikia, vilinge vyao. Hiyo ndio wanayokuzidi wewe. Wewe unakuja tu hapa kwa kawaida, lakini wenzako waendi kawaida kwenye madhabahu zao, wanafanya vitu vya tofauti, wana uhusiano wa karibu na madhabahu zao. Ndio maana wenzako wachawi wako tayari kutoa mpaka watoto wao wa kuzaa, wake zao na waume zao, ili kuweza kupanda vyeo, ili kupata uchawi mkubwa. Kwa nini usijiunganishe na madhabahu ya Mungu aliye hai ili uweze kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo? Sema amina. Sema amina. Zaburi 106:37, angalia wanachokifanya wao. Zaburi 106 mstari wa 37. Anasemaje mtumishi wa Mungu? Taka nimalizie hapo sasa, twende tukaombe. Taka tukaombe sasa. Zaburi 106 mstari wa 37. Zaburi 106 37. Nasema hivi. Ndio. Naam. Naam. Walitoa wana wao na binti zao. Yaani wanatoa watoto wao, wana wao na binti zao, kuwa dhabihu kwa mashetani. Kuwa dhabihu kwa mashetani. Unaona sasa wenyewe walivyo, wako lazi kwenye madhabahu zao, kwenye vilinge vyao, kutoa mpaka watoto wao kwa ajili ya mashetani, ili wapandishwe cheo, wapate vitu fulani. Lakini leo nakuta mlokole, sadaka yako kubwa kabisa kutoa ni 500, na unatoa kwa uchungu kweli. Leo kwa kweli nimetoa sadaka kubwa. Shilingi ngapi? Jelo 100 hizi 500.
Nilikwambia ukifanya vitu vya kawaida, maisha yako yatabaki kuwa ya kawaida, na kufundisha kanuni ya kiroho. Kanuni ya kiroho kabisa. Umeona andiko hili? Wao wako tayari kutoa mpaka watoto wao. Nilikuwa naongea mama mmoja mchawi akasema kama mchungaji, sisi huwa tunatoa watoto. Gharama ya uchawi, kuna wengine ni wachawi, uchawi wa kuzaliwa, wa ukoo wa familia, lakini kuna wachawi wengine uchawi wanaununua. Na gharama yake, ama wanaotafuta utajiri, gharama yake ni kutoa mtoto anayempenda. Sasa nikaimuuliza, wewe mama, sasa nyinyi wachawi mnajuaje huyu baba, huyu mtoto ndo anayempenda kuliko watoto wengine? Anasema hivi, tukimwambia atoe mtoto wa kwanza atakayeanza kumtaja tunajua ampendi. Tunasema atoe huyu mwingine ambaye hajamtaja. Tukimwambia kama tunataka utoe mtoto unayempenda, atakayeanza kumtaja toeni katoto fulani. Wasema unamtajaje kiresi hivyo, unampenda kweli huyu? Kwa hiyo wana vipimo vyao vya kujua mtoto unayempenda, wanakupima, wanajua vipimo vyao vingi tulivyozungumza. Wale wako tayari kutoa kwa ajili ya mambo yao. Kwa nini wasifanye kwa ajili ya Mungu? Unapofanya kwa ajili ya Mungu, moyo wako unakuwa karibu na Mungu, na Mungu anapenda. Anasema nawapenda wanipendao, na wanitafutao kwa bidii wataniona. Inasema Biblia kwamba mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Unamkaribia Mungu kwa kujihusisha na Mungu. Wenzako wanamkaribia shetani kwa kutoa mpaka watoto wao. Kwa nini usifanye kwa ajili ya Jehova? Sema amina. Wanapata kumwona Mungu ndani ya wiki hii, fanya kwa ajili ya Mungu, kama Mungu kwenye maisha kwako. Sema amina. Sema amina. Wanatoa zile sadaka, wanamwaga zile damu ili waweze kupata kibali na wasogeleane na shetani au rafiki yao awapatie nguvu. Wewe wachawi wakubwa, na wewe inawezekana kumkaribia Mungu. Utukufu wa Mungu unang'aa kwako. Musa alipomkaribia Mungu kwenye mlima wa Sinai, aliposhuka kule, nasema Biblia, uso wako ulikuwa unang'aa hata watu hawakuweza kumtazama usoni. Wacha nikwambie jambo moja, unavyomkaribia Mungu kwa maombi, unavyomkaribia kwa neno, unavyomkaribia kwa utoaji, sura yako itang'aa zaidi. Hata adui zako wakikutana wewe watapita njia nyingine, kwa sababu utakuwa ni mtu wa tofauti, utakuwa ni mtu unayetisha kwao. Mungu anasema atakufanya kuwa ni miali ya moto, hautakuwa wa kawaida katika jina la Yesu Kristo. Nami nakutangazia wiki hii, usiwe mtu wa kawaida kwa jina la Yesu. Kwenye biashara yako usiwe mtu wa kawaida kwa jina la Yesu. Kwenye ndoa yako usiwe mtu wa kawaida kwa jina la Yesu. Fanya kwa ajili ya Mungu. Wewe mkaribie Mungu, mkaribie Mungu. Fanya kwa ajili ya Mungu ili umuone zaidi. Unapomtafuta Mungu anapatikana, usiku anapatikana, mchana anapatikana. Fanya kwa ajili ya Mungu, usiwe Mkristo wa kawaida. Come on, sema amina. Amen. Sema amina. Hebu jiulize swali hilo tu. Kama jamaa wanatoa, unajua hizo kuna kwenye uchawi kuna kafara zinatofautiana. Unajua kafara ya kuku, mtu ametumwa na mganga kalete kuku, hiyo ni sadaka ya kawaida sana kwa wachawi na waganga, ya kawaida mno hiyo. Lakini wacha nikwambie, ziko sadaka za tofautiana. Inayofuatia kwa ukubwa, wanaweza kuambia lete mbuzi, lete kondoo, lakini ipo sadaka nyingine kwa wachawi wanayotoa, anakwambia lete ngamia. Huo ni uchawi mkubwa. Ngamia au njiwa. Kanjiwa ni kandege kadogo sana, unakadharau, ni kadogo. Lakini uchawini kwenye uganga, ile ni bonge la kafara, kana nguvu kubwa sana. Damu yake majini na mapepo na mashetani yanathamini zile damu. Mtu akitoa njiwa kwa ajili yako, ujipange, hiyo biashara yako kama itakuwepo. Kama una Yesu sawa sawa. Kanjiwa, mtu aliyepeleka njiwa kwa mganga na aliyepeleka kuku, mwenye kuku ni afadhali. Njiwa ni sadaka kubwa, ni kafara kubwa kwa waganga. Yakishapewa yale majitu yanakushughulikia ipasavyo. Watu wakifanya, chukua picha ya kwako, wachukua nguo yako, wachukua nywele zako, wachukua sijui nyayo, wanapeleka kule, wakitamka jina lako fulani bini fulani, halafu wanatoa maelezo pale, inamwagwa ile damu kama ni njiwa. Manake mashetani anapewa kazi ya kushughulikia. Ile ni zawadi yao. Ile damu ya njiwa ni malipo yao.
Lakini wengine wakitaka kukushughulikia, hasa mtu aliyokoka, wako tayari kutoa mtoto wake wa kuzaa kwa ajili ya kukushughulikia wewe mlokole ambaye umemshinda. Akija kwako kila siku unasema baba katika Yesu Kristo, moto unaonekana kwako, unashangaa toa sadaka ya mtoto anayempenda ili akushughulikie, maana amehakikisha kwamba ukiweza kutuletea huyu tutakupandisha cheo. Kwa hiyo na kuinda kwa njia yoyote ile, wako tayari kutafuta upako wa kipepo kwa gharama yoyote. Kwa nini wewe usitafute upako wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu? Sema amina. Kuanzia leo usiwe mtu wa kawaida kwa damu ya Yesu Kristo, ukawa Mkristo tofauti, ukawa mlokole tofauti, usifanane na wengine, ukaelewa zingine za tofauti katika jina la Yesu. Sema amina. Haleluya, haleluya. Madhabahu za makuhani, nimekwambia tangu mwanzo, na madhabahu za Mungu pia zina makuhani. Mchungaji Emmanuel Poswea ni kuhani katika madhabahu hii. Watu wanapokwenda kwa mganga, wanapotoa hizo kuku, hizo sadaka, wanampatia mganga, na hawalalamiki. Akiambiwa kanitafuteka kifaranga kenye mabaka mawili meupe na meusi, atatafuta kwa gharama yoyote. Aliwahi kuja mtu mjinga fulani pale Mkolani, akafika mpaka kwangu, ajui kama ni kwa mchungaji. Anasema kwamba mchungaji akaka kifaranga nimekapenda, naomba uniuzie. Wewe unanunuaje kifaranga? Kwa nini usikue kuku mkubwa? Mchungaji nitakupa hela yoyote, nitakachukua shilingi 10,000. Ikabidi muulize unakapeleka wapi? Akanieleza ukweli, nina shida, nimetumwa na mganga. Alikuwa ajui kama ni mchungaji. Nimetumwa na mganga, naomba niuzie hata kama ni 20,000 basi nikupatie. Nikasema hujanijua mimi ni nani, siwezi kukuuzia hiki kitu. Sema amina. Upande wa giza, waganga na wachawi ndio makuhani kwenye madhabahu hizo. Unapotoa sadaka yako, iwe ni kuku, iwe ni fedha, kwa mganga, maana yake wewe umejiunganisha na madhabahu ya mganga. Umejiunganisha na madhabahu ya mganga. Inasemaje Biblia? Mathayo 6:21, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Moyo wako maana yake nafsi yako. Kitabu cha Mathayo 6:21, mahali hazina yako itakapokuwepo, mahali fedha yako itakapokuwepo, ndipo na moyo wako utakapokwenda, utakapokuwa. Maana yako ukichukua fedha yako ukampelekea mganga, maana yako umekwenda kujiuza mwenyewe kwa hela yako. Ni kanuni ya kimungu. Hela yako itakapokuwa, mali yako utakapoipeleka, maana yake na moyo wako unakwenda kuwa pale pale. Maana yake wewe unamilikiwa na nguvu za giza moja kwa moja. Ni vigumu kuweza kuchomoka pale kwa sababu umekwenda mwenyewe. Mahali hazina yako itakapokuwa, ndipo na moyo wako utakapokuwa vile vile. Maana yake ni kwamba umejipeleka mwenyewe. Inakuwa ni vigumu kuweza kujinasua. Inahitaji madhabahu yenye nguvu ya kukunasua pale. Hazina yako itakapokuwa, ndipo na moyo wako utakapokuwa. Nafsi yako inakuwa imeunganishwa huko. Ukichukua 1,000 yako ukaipeleka kwa mganga, maana yake umechukua moyo wako, umechukua nafsi yako, umeipeleka kule. Maisha yako yote na uzao wako umeunganisha kule. Lakini sadaka yako ukichukua na kuleta madhabahuni kwa Mungu aliye hai, maana yake wewe, moyo wako, nafsi yako unaiunganisha na hii madhabahu. Maana yake unahakikisha usalama, unahakikisha ulinzi, hautabaki vile ulivyo. Ndipo atatimia maandiko kwamba watashindana na wewe wala watakushinda katika jina la Yesu. Watakuja kwa njia moja na Bwana atatanya kwa njia 7, hawatakushinda. Anasema kwenye Yoshua 1:5, wala hapana mtu yeyote atakayesimama mbele yako siku zote za maisha yako, kwa sababu unalindwa na madhabahu ya Mungu aliye hai, inakupigania usiku na mchana. Leo jiungamanishe na madhabahu hii kwa jina la Yesu, hautabaki vile ulivyo. Sema amina. Wewe uliokoka, kuhani wako ni mchungaji wako. Unapotoa sadaka yako, umejiunganisha na mahali salama. Akiwa anaomba ulinzi, Baba wakumbuke wanangu, manake moja kwa moja uwalinde. Wewe ambaye moyo wako uko mahali hapa, amesema hivi, mahali hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Manake akiwa anasimama hapa mtumishi wa Mungu anaomba, Mungu walinde, linda kanisa lako.
maana yake automatically ulinzi unakuja kwako. Watajaribu kutuma magonjwa kwako, hayatakupata. Watajaribu kutafuta biashara yako wairoge, waiharibu, haitawezekana, kwa sababu kuna ulinzi unatamkwa kwa ajili yako. Maana yake wewe nafsi yako imeunganishwa na madhabahu hii. Mahali sadaka yako ilipo, hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako utakapokuwepo, nafsi yako ndipo utakapokuwepo. Maana yake jiulize, kama nafsi yako haipo kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, maana yake kuna mahali ipo. Maana yake kuna waganga wameichukua, maana yake kuna mizimu wameichukua, maana yake kuna wachawi wameichukua, inatumikishwa makaburini, imefungwa kwenye mapoli. Unashangaa unafanya kila vitu haviendi, kwa sababu kuna mahali nafsi yako ipo. Lakini unapotoa sadaka yako kwa kumaanisha kwa imani, inasema Biblia, mahali ya hazina yako ilipo, ndipo na nafsi yako na moyo wako utakapokuwepo. Maana yake utakuwa salama katika maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye biashara zako, kwenye masomo yako, kila mahali utakuwa salama, kwa sababu mahali hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Anapoomba mahali hapa, baraka zinakukuta, uponyaji unakuja kwako. Kwa nini? Nafsi yako iko katika madhabahu, imeunganishwa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Sema amina. Haleluya. Kwa ufupi, unakuwa umekaa kwenye moyo wa mchungaji, unakuwa umekaa kwenye moyo wa mchungaji, na baraka zitakuja kwako. Haleluya. Shikamana na mchungaji wako kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Unaona mvua zimenyesha, pasa hivi maji yamemwagika huko ndani. Unapotoa sadaka yako, 10,000 yako, shingapi yako, ikafanya kitu hapa, maana yake ni kwamba mahali ya hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Utashangaa baraka zinakufuata. Pale Mkolani siku moja, na malizia tuombe. Siku moja kwenye ibada ya katikati, ilikuwa siku ibada ya Ijumaa, kulikuwa na watu wazima walikuwepo 15 tu. Watu wazima 10 na ngapi? Na 5 peke yake, na watoto. Sasa nikamwambia, jamani, nataka tupate hela ya kiwanja. Kuna hela tunazikusanya, sasa nataka leo nipate 100,000 kwa wale 15 waliokuwepo. Nikasema nataka tupate 100,000 leo. Halafu kitazama maisha ya watu ni ya kawaida kabisa. Ni wanaouza mchicha, wanauza nyanya, wanauza mkaa, wanaponda mawe wengine kwenye milima Mkolani kule. Maisha yao ya kawaida kabisa. Wapo 15 tu. Unatazama kabisa wale wenye maisha ya uafadhali hawapo siku hiyo. Nikasema leo wanangu, nataka nipate 100,000 kwa ajili ya kiwanja. Tuendelee kuongea kwenye hela yetu tunayokusanya benki. Nipate 100,000 leo kwa nyinyi mlioko hapa. Nikamwambia msipende kujilaani, kusema mimi siwezi, sina. Mnajilaani maana unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na kuna umuhimu mkubwa sana kufanya kazi ya Mungu. Wakanielewa wale watoto. Nikasema sasa nataka wanaosema mchungaji, Jumapili, leo ni Ijumaa, Jumapili mimi mchungaji nakuletea shilingi 10,000. Kuna mama moja alinitoa machozi. Yule mama anafanyaga vibarua, wanaita day. Akipata kibarua chochote kwenda anafanya. Zaidi sana na kwenda kwenye milima kuponda kokoto zile. Mala wa mzuluma wala wafanya nini. Mwingine huwa anauza mchicha. Anakwenda kule mabondeni wanakolima mchicha, anajikusanya mchicha, anapeleka Nyankumbu. Wale wa mama wakapita mbele. Wanasema mchungaji, sisi Jumapili tutakuja na 10,000. Walinifanya nilie machozi. Sikuamini. Jumapili kweli wakoa ni wa kwanza wana 10,000 mkononi. Walipita ni matajiri wangu kwa ni 100,000. Nilipata 100,000 na 25,000. Wakaja watu 12 wenye wanaotoa 10,000. Na nimekwambia ni watu wa kawaida kabisa. Nilishangaa nikasema hakika hawa wamegusa moyo wa Mungu. Manake ni kama umejiunganisha na madhabahu. Manake unafikiri maombi na waombea ni ya kawaida. Na nikiomba kuna vitu vinatokea kwao. Kuna mambo yanainuliwa katika maisha yao, hawatabaki vile vile jinsi walivyo. Na nimemwona Mungu kweli tangu amefanya vile. Wanangu wale hawajaishiwa kabisa. Mungu azidi kuwabarikia kabisa. Na mimi sijaacha na waombea usiku na mchana. Namwambia Mungu, kumbuka maisha yao. Kumbuka mwanangu mama fulani.
anauza mchicha Mungu, lakini ametoa shilingi 10,000. Ameamua kufanya kwa ajili ya Mungu. Nimekwambia waganga, wachawi wako tayari kutoa hata watoto wao kwa ajili ya vilinge vyao ili wapandishwe cheo. Si zaidi sana kwetu? Tusimame juu. Tusimame juu. Nilimwambia Pastor Emma anipatie bahasha. Wiki hii nataka nikaombe kwa ajili yako. Nataka nikakubariki kwa somo hili la madhabahu. Ukalielewa vizuri, jiunganishe na madhabahu ya Mungu aliye hai. Unahitaji kumwona Mungu kwenye maisha yako. Usiniambie nimetoa sana. Je, umetoa kwa ajili ya nani? Leo ni tofauti. Wiki hii ni tofauti. Nataka ukamthibitishe Mungu naye msema katika madhabahu hii. Ni Mungu ambaye hajawahi kushindwa jambo lolote. Ni Mungu anayeweza. Mungu wetu sio mwanadamu hata aseme uongo. Amesema atakubariki. Na amesema anawapenda wampendao, wamtafutao kwa bidii watamuona. Leo wanangu na bahasha nimekuja nazo hizi bahasha nimezitamkia jambo tangu nikiwa nakuja nyumbani. Nikamwambia Mungu akatende jambo kwa ajili yako. Si kwamba tunatafuta fedha kutoka kwako, hapana. Ni jambo la kiroho. Nimekupa mfano mdogo tu. Wachawi wako tayari kutoa mpaka watoto wao wa kuzaa. Tumesoma Zaburi 106:37. Kwa nini wewe usifanye kwa ajili ya Mungu? Nataka mtu ambaye leo anasema nachukua bahasha hii. Wanangu wamekuwa wakisoma, walikuwa vizuri darasani, leo hawafanyi tena vizuri. Wanangu walikuwa vizuri, malezi mazuri, nimeolea, nimepiga, nimechapa sana, lakini wamebadilika ghafla. Mume wangu alikuwa vizuri tu, tunaitana baby, lakini leo kabadilika. Masomo yangu yalikuwa vizuri, kazi yangu ilikuwa vizuri, huduma yangu ilikuwa vizuri, biashara yangu ilikuwa vizuri, leo imebadilika. Ujue hakika kuna madhabahu ambazo zinaifuatilia kuiua, kuiharibu. Wala manabii wakamwambia Elisha, mahali hapa ni pazuri, lakini maji yake hayafai tena, panazaa mapoza. Inawezekana kwenye maisha yako kuna mapoza yanazaliwa, kile unachotaka kukifanya kinafeli, kinaharibika. Leo hebu chukua bahasha hii. Niombe kwanza. Wale wanasema mchungaji, nianze na 20,000. Anasema mchungaji, kwangu hiyo sio kitu. Kama kuna watu watoa mpaka watoto wao ili kuharibu maisha yangu, kuharibu familia yangu, 20 kwangu si kitu mchungaji. Nataka nijiunganishe na madhabahu ya Mungu wangu ili madhabahu ikanipiganie mahali popote napokanyaga. Anasema 20,000 kwa kumaanisha kabisa, bila kutazama mtu. Hii ni agano la mtu na Mungu. Ni agano la mtu na Mungu, sio na mwanadamu. Unajiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai. Niombe, kimbia njoo chukue, ndio niombe kwa ajili yako 20,000. Unasema mchungaji, Mungu ataniwezesha kufikia mwisho wa semina hii, takuwa nimeshaipata kwa vyovyote vile. Nataka nimuone Mungu. Daudi anasema onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Naomba anayesema 20,000 kwa imani kabisa. Hebu tufunike macho, funika macho kwa imani. Mungu akubariki sana mwanangu, Mungu akubariki sana. Mwingine 20,000, sema mchungaji, naamini Mungu ataniwezesha. Paulo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo mchungaji, hata hiyo sio kitu. Najua baada ya kuniombea hapa, Bwana anakwenda kutenda muujiza kwangu na nitaitoa. Nataka nimuone Mungu kwenye maisha kwangu. 20 sio kitu mchungaji, inawezekana. 4:13 kitabu cha Wafilipi, Paulo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mungu awabariki wanangu, Mungu awabariki sana. Niombe pia, nishuka kwenye shilingi 10,000. Mtasimama nyuma ya 20, simama hapa mbele. Mungu akubariki sana. Niombe, unasema mchungaji, Mungu najua ataniwezesha tu
kwa vyovyote vile, maana nakwenda kugusa moyo wa Mungu sasa. Na nimesikia umesema kwamba mahali hazina yangu ilipo ndipo na moyo wangu utakapokuwepo. Mchungaji, mimi na kuahidi kabisa, nataka nimuone Mungu wangu, nijiunganishe na madhabahu ambayo kuhani wa Bwana Apostle Emmanuel Poswe anatumikia, ili Mungu akanitetee kwenye ndoa yangu. Imekuwa na shida na matatizo kwenye biashara za kwangu, Mungu akaniinue. Mchungaji, mimi nitatoa shilingi 10,000. Naomba uje kwa imani kabisa, kwa imani kabisa, na Mungu atakwenda kutamkia jambo jioni ya leo, na Mungu anakwenda kukufanikisha. You will never be the same. Hautabaki vile ulivyo, hautabaki vile ulivyo. Unasema 10,000 mchungaji, mimi nitaleta 10,000 mchungaji, mimi nitaleta 10,000 mchungaji, mimi nitaleta. Lakini unasema mchungaji, hata kama mimi sina 20,000, sina 10,000, hata 5,000 nishinde. Na yaweza mambo yote katika yanitie nguvu. Tunaishi kwa imani. Usipende kusema sina. Tunafanya kwa ajili ya Mungu. Jiungamanishe na mtumishi wa Mungu. Fanya kwa Kristo. Anasema mchungaji, mimi 5,000 haitanishinda. 5,000 haitanishinda. Kufikia mwisho sema hii Jumapili 5,000 haitanishinda. 5,000 haitanishinda. Njoo niombe kwa ajili yako pia. Njoo niombe kwa ajili yako pia, ili Mungu akafanya kitu kwa ajili yako. Unasema 5,000 mchungaji, sitashindwa. 5,000 sitashindwa. Basi naomba nigawe kwanza bahasha hizi. Shemasi moja nisaidie. Nigawe kwanza bahasha hizi, alafu nitamke jambo kwa ajili ya wanangu hao. Gawa kwanza bahasha hizo kwa waliopita hapa mbele. Alafu nitamke neno la kinabii kwao, na Mungu akawafanikishe kile ambacho amekiahidi. Na kuambia baada ya kutoa hii utakuja na ushuhuda mahali hapa. Utashangaa Mungu atakuja kutenda katika maisha yako. Hatusemi tu porojo, ni Mungu tunamtumikia, anatenda. Mungu wetu anatenda kabisa kabisa. Nimemuona akitenda kwa watu wengi, anakwenda kutenda na kwako pia. Nimeona akitenda kwa watu wengi, anakwenda kutenda na kwako. Hautabaki vile ulivyo. Jaribu kwa Mungu, fanya kwa ajili ya Mungu. Jiunganishe na madhabahu. Jiunganishe na madhabahu ya nguvu. Ukitembea bila kuwa na madhabahu inakupigania, maana yake utabaki kawaida. Utabaki kawaida. Maana yake utakuwa ni mtu wa kuonewa kila wakati. Leo amua kujiungamanisha na madhabahu. Sasa ule chukua hiyo bahasha. Funika macho yako. Niombe kwa ajili yako sasa, ili Mungu akakufanikishe kwa jina la Yesu. Funika macho yako sasa. Inua hiyo bahasha yako juu kwa mkono wako mmoja. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, jioni ya leo wanao hawa wameamua kujiungamanisha na madhabahu yako Mungu uliye hai. Madhabahu yako ina nguvu. Kupitia madhabahu Bwana, wewe ndio huwa unashuka. Elia akajenga madhabahu. Mungu ulijibu kwa moto kupitia madhabahu ile. Naomba sasa Mungu, wamejiunganisha na madhabahu ambayo mtumishi wako ulimtuma hapa kivukoni. Wanatamani wakuone katika maisha kwao. Mungu, kaonekane kwake sasa, mama huyu, baba huyu, kila moja kwenye familia yake, kwenye ndoa yake. Bwana kajibu sawa sawa na hitaji la moyo wake. Wapandishe, wainue viwango vingine, wasibaki kwa wa kawaida. Nami ya Bwana, ikiwa leo ni siku ya mwisho wa mwezi, tukielekea mwanzo wa mwezi wa 10, natamka mwanzo mpya katika maisha yao. Natamka mwanzo mpya kwenye kazi zao. Natamka mwanzo mpya kwenye huduma zao. Natamka mwanzo mpya kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa zao. Bwana, wasibaki vile walivyo. Bwana, watakuja na shuhuda ya kwamba Mungu amekuona ukitenda kwao. Natamka nguvu isiyokuwa ya kawaida katembee na maisha yao sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Pasiwe na jambo lolote ambalo litakuwa ni gumu kwao. Hata kama ukikuwa na mlima, Mungu unakwenda kuwashindia. Watapita kama wanapita tambalale, maana Mungu uko ndani yao. Kwa jina la Yesu. Baba, kila hitaji ukalitazame. Inawezekana mama huyu amelia kwa muda mrefu. Baba, huyu ametafuta kwa muda mrefu. Mungu, kupitia sadaka hii ambayo anakwenda kuitoa kwa upendo kabisa, mwishoni mwa semina hii ukamwinue. Pasiwe na madhabahu tena ambayo itasimama kinyume chake, itakaomshinda kuanzia sasa. Ninatamka hayo katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.
basi rudi ukakae na Mungu akubariki na kuwezesha. Kama utaweza kuleta kesho, weka. Kama utaweza kuleta siku ya Jumapili tutakwenda kumalizia semina hii, nenda kaweke. Lakini nisema kuna watu wana shilingi 5,000, wanasema mchungaji nitaweka shilingi 5,000. Taweka 2,000. 5,000, 2,000, mchungaji hawezi kunikosa. Natoa 2,000 kwa ajili ya ndugu zangu wakapate kumjua Mungu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya nyumba yangu. Una 2,000, wenye 2,000 nasema mchungaji nitatoa shilingi 2,000 au 5,000, njoo nawe nikupe vile vile. 2,000, 5,000. Nataka nitamke jambo, niombe kwa ajili yako pia. 2,000, 5,000. Nasema mchungaji haitanishinda, sitakosa kabisa. Nataka nifanye kwa ajili ya Mungu wangu pia, muone Mungu akitenda katika jina la Yesu kwenye maisha yangu. Na hizi baraka zisinipite. Tumejifunza kwa habari ya nguvu iliyo katika madhabahu, na unakwenda kuiona hiyo nguvu katika hali isiyokuwa ya kawaida kwa jina la Yesu. Hautabaki vile ulivyo. Na Mungu akatende jambo katika jina la Yesu Kristo katika maisha yako. Saidie kuzigawa hizo bahasha sasa. Saidie hizo bahasha kuzigawa. Na ukiwa mwaminifu, alafu unapoweka hiyo sadaka yako humo, kumbuka kuandika karatasi. Andika jina lako, niandikie na mahitaji yako vile vile. Tutakwenda kuyaombea, na mwishoni mwa ibada hii, mwishoni mwa semina hii, tutakwenda kufanya ibada maalum kabisa kwa ajili yako. Hiyo sadaka, Mungu akubariki, ni sadaka ya kujiungamanisha na madhabahu. Basi weke juu vile vile, nitamkia jina yako. Au nimesahau 1,000 pia, njoo unganika na hao. Una shilingi 1,000, sema mchungaji tuweke shilingi 1,000. Tuweke 1,000, tuweke 1,000, saidie kwa gawia. Tuweke 1,000 wai haraka 1,000, 1,000, 1,000. Unasema mchungaji mimi naweza kuweka 1,000. Mimi siwezi nikashindwa 1,000 kabisa. Mimi ni mwanafunzi lakini 1,000 itanikosa. Ni mwanafunzi ndio, lakini 1,000 haiwezi kanikosa. Mimi naweza nikaweka shilingi 1,000, haiwezi kunikosa. Ndio ni mwanafunzi lakini siwezi nikaikosa hiyo. Patia haraka, patia mama pale nyuma anakuja. Patia haraka, Mungu abariki sana. Patia haraka na Mungu abariki sana. Basi inua sadaka bahasha yako juu, nami nitamke jambo. Takatifu Bwana Mungu wa majeshi, na bariki bahasha hizi na mikono hii. Wanapokwenda kushika na kuiweka sadaka hizo ndani, wataandika na mahitaji yao. Mungu, kupitia sadaka hiyo ukayakumbuke maisha yao. Na Mungu, naomba kwa jina la Yesu Kristo ukawafanikishe fedha hizo ambazo Bwana kwa moyo upendo kabisa wameamua kujiunganisha na madhabahu hii. Mungu ukawawezeshe, ukawafanikishe, ukazipate katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu akakuone na kukuthibitisha, maana si mwanadamu atasema uongo. Asante kwa sababu Bwana unakwenda kutenda kupitia jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Mungu awabariki sana. Rudi kakae sasa. Mungu akubariki sana. Rudi kakae na Mungu akubariki sana. Jumapili tutakwenda kufanya maombi maalum kwa ajili ya wote ambao tunakwenda kutoa sadaka hizi. Sadaka hii nimesema ni sadaka ya kujiungamanisha na madhabahu, ili madhabahu zote za kichawi, madhabahu za ukoo, madhabahu za familia zikaangushwe. Mwisho wa semina hii ulete sadaka hiyo ambayo umeahidi, nami nitakwenda kuomba maombi maalum kabisa kwa ajili yako. Na utashangaa kama kulikuwa na madhabahu inakutesa mizimu, itaondoka yenyewe. Utashangaa itaondoka yenyewe. Yaani kwa kuleta tu sadaka ile, ukishaiweka tu mahali hapa, utashangaa hata kabla hujaombewa mizimu inaanza kuondoka yenyewe, na utakuwa huru kabisa kabisa kabisa. Hautabaki vile ulivyo katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na mtu pengine ambaye ananitazama kwenye Facebook, kwenye YouTube, mahali popote, inawezekana wewe pia hutaki baraka hizi zikupite. Nikusii sasa, hatujafunga milango, na milango iko wazi kabisa. Fanya kwa nafasi yako na Mungu akubariki sana. Unaweza ukachukua mawasiliano ya mchungaji Swea, ukawasiliana na yeye, ukatuma mchango wako na sadaka yako. Nawe pia tutaomba kwa ajili yako, na utashangaa Mungu atakifanya kwako. Umbali si shida, sio tatizo. Tutatamka jambo, anasema Mungu ulituma neno kama kutenda. Tutatamka neno kwa ajili ya ndoa yako, kwa tumbo lako ambalo limefungwa kwa muda mrefu usizae. Madhabahu zilizokukamata ukandamiza zitakuachilia. Hautabaki vile ulivyo. Katika jina la Yesu ukatende hivyo, na Mungu akubariki. Natamka heri kwako kwa damu ya Yesu Kristo. Ulioko mahali hapo, inua mikono yako juu sasa. Nitamke baraka kwa ajili yako. Kesho nitakufundisha jinsi ambavyo mtu unaweza kuwa umeunganishwa na madhabahu za familia,
bila kujua na zinakutesa. Kesho funika macho yako na mikono yako juu sasa, nami nitamke baraka kwa ajili yako. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tumejifunza kwa habari ya somo hili la nguvu ya madhabahu, na wanao Bwana umetenda. Mungu, wanapokwenda kutekeleza sasa jambo hili, Mungu ukayakumbuke maisha yao, ukawainue Jehova Jile, wasibaki vile walivyo kwa damu ya Yesu, wasibaki vile walivyo kwa damu ya Yesu. Malango yote ya baraka katika maisha kwao yakafunguke. Lango la mashariki, lango la magharibi, lango la kusini, lango la kaskazini, Bwana yakaachilie baraka zao. Na tamka kibali, wasona watoto Mungu ukawapatie watoto, wasona kazi ukawapatie kazi, wala migogoro kwenye ndoa yao Mungu ukasawazishe kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, natamka kibali, natamka baraka kwao kwa jina la Yesu Kristo. Wanaoteswa na ndoto mbaya usiku, ninakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nazifunga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Natamka ulinzi katika nyumba zao, hizo nyumba zao Bwana zikazungukwa na moto kwa jina la Yesu Kristo. Mungu amani walinde na kuwatetea hata tukutanapo siku ya kesho, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, tuseme amen. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele katika jina la Yesu. Kesho usikose. Na tunapokwenda kumalizia semina hii, tafanya maombi maalum kabisa kwa ajili yako. Leo naomba tu nimruhusu Pastor Emmanuel Posoya, kwa sababu niliambiwa mna maombi mnaendelea, walau kwa dakika chache zilizobakia aje endelee na maombi hayo kwa kama ratiba jinsi ilivyo, walau kwa ufupi. Alafu basi nadhani kesho tutaendelea zaidi na nitapata nafasi ya kukuombea kesho. Usikose na Mungu akubariki sana. Pigie tena Yesu makofi ya shangwe na vigelegele katika jina la Yesu Kristo. Basi fanya kama jinsi ambavyo neno la madhabahu limetoka na vile ambavyo Roho Mungu amekuongoza. Amen. Basi sababu ni saa 12 na hapo ndipo ambapo tunakomea. Acha tu niombe kwa ajili ya matoleo na tutoe. Baada hapo basi tutakuwa tunaondoka mahali hapa. Lakini kumbuka saa 11 kama kawaida tuko mahali hapa kwa ajili ya maombi. Naomba usichoke, njoo. Leo ni siku ya ngapi ya maombi yetu ya siku 120? Leo ni siku ya 38, si ndio? Kwa hiyo sio hapa, tunaendelea vizuri. Leo ni siku ya 38, kwa hiyo bado siku kama ngapi? 82, si ndio? Basi Mungu awabariki. Saa 11 tuko hapa tena, lakini saa 9 tena tutakuwa hapa kwa ajili ya semina na mtumishi wa Mungu tunaendelea naye. Basi acha niombe kwa ajili ya matoleo wakati huu. Funika macho yako. Baba, asante kwa sababu tumekuwa na muda mzuri. Tumekuona ukimtumia mtumishi wako, umetufundisha kwa engo tofauti tofauti Bwana. Baba, asante kwa sababu najua kwa neno hili Bwana linakwenda kutuondoa kwenye vifungo mbalimbali. Yamkini kweli tulipozaliwa tulipelekwa kwenye madhabahu, tukatolewa bila kujua, tukawekewa kwenye maagano. Lakini neno hili Bwana umezungumza nasi. Na amini Bwana, mwisho wa semina hii tutakuwa tumetoka na maisha yetu yamekuwa huru. Baba, hata napokwenda kutolea Bwana kwa sadaka hizi Bwana, kwa wakati huu wabariki wanao Bwana. Baba, kila anayeharibu kwenye biashara zao ninaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Bali Bwana endelea kuongeza na kuwazidisha. Ninaomba haya kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Sema amen.